Hujambo mwana michezo, karibu sana kuitazama Ava TV. Naitwa Memorasia Sylvester, nyuma ya kamera ni Asha Kabuga, na nikwambie tu habari njema kutoka Neika Food Point. Hawa ni wauzaji wa juice fresh lakini bites na kama unahitaji coffee basi waone Neika Food Point ambao wanapatikana Tabata Mbuyuni, karibu kabisa na roundabout. Ukifika pale nenda tu utawaambia nahitaji kitu ambacho unahitaji, itakuwa either itakuwa ni coffee au itakuwa ni juice, basi tutaweza kujipatia huduma yako kwa muda rafiki kabisa. Tuko hapa kwa ajili ya kukujuza yale yote ambayo yanahusiana na michezo, lakini kubwa zaidi ambazo tutaitazamia hii leo ni kuhusiana na thank you ambazo zinaendelea kutolewa na klabu ya Simba. Simba moja kati ya klabu kubwa sana hapa nchini Tanzania, lakini wao tumeona ndio wamekuwa wa kwanza kuwapa mkono wa kwaheri wachezaji ambao walikuwa wanaitumikia klabu hiyo kwa muda mrefu. Mchezaji kama Mzamiru Yasini, tumemwona kama Radek Chasambi, ni wachezaji ambao wamekaa kwa muda kidogo kwenye klabu ya Simba, lakini Mzamiru Yasini yeye ndo amedumu kwa muda mrefu zaidi, lakini kwa msimu uliopita alitolewa kwa mkopo na kwenda kwenye klabu ya TRA, lakini kwa msimu huu wameweza kumpa thank you kwamba hawatakuwa naye tena kwa misimu ambayo inafuata, lakini pia kwenye klabu yao ya Simba Sport Club. Tulishuhudia pia kabla ya thank you za jana na leo tulishuhudia thank you zikitolewa kama 7 kwa wachezaji tofauti ambao walikuwa ni Chamu Karabwe, Nabi Kamara, Edwin Barua, Joshua Mutale, Awesu, Omari pamoja na Musa Kamara. Takriban wachezaji 7, lakini jana pia tukashuhudia thank you ya Mzamiru Yasini ambaye ni legend, ambaye amekaa kwa muda mrefu ni klabu ya Simba Sport Club, lakini tumeona baadhi ya watu lakini pia wadau mbalimbali wa kimichezo wakizungumza wakimpa mkono wa kwaheri ama wakimtakia heri Mzamiru Yasini kwenye safari yake ya kisoka kwenye timu ambayo anakwenda kuitumikia, na bila shaka ni TRA kwa sababu ndio timu ambayo ameanza nayo kwenye dirisha dogo akitokea Simba Sport Club, lakini rasmi sasa hivi atakuwa ndo mchezaji wa TRA. Tumeona hapa kama mtu Karim Boimanda, na yeye ameandika ujumbe wake, anasema all the best Ngolo Kante, tajiri wa Morogoro, na yeye anamtakia heri. Lakini hapa tumemwona Edo Kumwembe anasema the team of Mzamirus. Kila mtu anatamani kuwa na timu na akina Mzamiru 11 uwanjani. Hayo ni maoni ya Edo Kumwembe kwa upande wake akizungumza ama akitoa komenti hiyo kwenda kwa Mzamiru Yasini. Lakini pia kuna mashabiki mbalimbali wanasema Kiungo Punda ni jina ambalo amepewa Mzamiru Yasini akiwa anaitumikia Simba kwa miaka ya huko mbele, kutokana na kile ambacho alikuwa anakifanya uwanjani, kazi kubwa ambayo alikuwa anaifanya pale kwenye eneo lake la kiungo, ndio akapewa jina hilo. Lakini pia mashabiki wa Simba mwingine anasema mfanyakazi aliyetoa jasho lake kwa ajili ya Simba, tutakupenda na tutakumisi Kiungo Punda, kila laheri kwenye majukumu yako mapya. Mwingine anasema kila laheri Kiungo Punda. Kiungo Punda mwingine anahuzunika kwa namna ambavyo amepewa thank you kwenye klabu yake ya zamani. Lakini pia salamu zipo nyingi kiukweli kwa mashabiki, lakini pia wadau mbalimbali ambao wametuma salamu zao kwa upande kwa kwenda kwa Mzamiru Yasini. Lakini hatujakaa sawa, leo pia Simba pia imempa thank you Radek Chasambi, mchezaji huyo wa Simba Sport Club, na yeye amekaa kwa muda wake akitumikia Simba kwa mafanikio ambayo aliyapata kwa upande wake. Lakini kuna wengine ambao walikuwa wanaamini kwamba akipewa nafasi angeweza kuendelea kusalia kwenye klabu ya Simba, lakini imekuwa tofauti. Hapa tunamuona hapa afisa habari wa Singida Black Stars Hussein Masanza, na yeye ameandika comment, anasema asanteni nyinyi ni watu poa sana.
Ameandika hivyo kupitia kwenye page ya Simba Sport Club, na comment nyingine nyingi ambazo wameziandika wadau mbalimbali, lakini pia mashabiki wa Simba. Na nyingine hii thank you tumeiona pia ya Jonathan Soa, Black Lion, ambaye alikuwa anajiita hivyo kipindi anatambulishwa Simba Sport Club, naye ameambiwa asante. Lakini hapa tumeona kwenye comments wanasema, Edo Kumwembe anasema Simba na Soa wamepotezeana muda tu, ndoa yao ilikuwa fake sana. Lakini Masanza anasema football. Huyu Hans Rafael anasema ababa. Unakumbuka kipindi Soa anatambulishwa, ndio kuna picha moja ilikuwa imeandikwa hivyo ambayo Simba walimtambulishia Soa. Kwa hiyo ni utani ambao wanaufanya hapo. Kuna mwingine anasema Baraka Mwangosi mganga. Sisi tunamzungumzia Jonathan Soa, yeye anakuja kwa Baraka Mwangosi tena. Huyu vipi jamani? Comment zipo nyingi, na tunakumbuka kwamba Jonathan Soa tayari ameshatambulishwa kwenye klabu yake ya Singida Black Stars, ambapo alitoka Singida na kujiunga na Simba Sports Club. Sasa ametoka Simba, amerejea tena nyumbani ambako ni Singida Black Stars. Kwa hivyo yapi maoni yako wewe shabiki ambaye unafuatilia na kutazama Ava TV kwenye YouTube channel yetu kuhusiana na thank you ambazo zimetolewa? Ni takriban wachezaji 10 ambao wameachwa mpaka sasa hivi kwenye klabu ya Simba. Pengine tutegemee kuona wachezaji wengine ambao wataachwa na klabu ya Simba ambao bado hatujawaona. Yapi maoni yako kwa thank you ambazo umezitazama? Nani ambaye pengine utamisi kwa upande wako? Nani ambaye pengine ulikuwa unaamini kabisa alikuwa bado anastahili kuwepo Simba Sport Club, lakini Simba wenyewe wamempa thank you? Yapi maoni yako? Unaweza kutuambia hapo kwenye comment. Lakini comment ama post ya mwisho ya Simba Sport Club ambayo imepostiwa kwa dakika 12 zilizopita, wanasema wakati wa nchi kusimama umefika. Bila shaka ni kuanza kutambulisha wachezaji wapya ambao watakwenda kutumikia klabu ya Simba Sports Club kwa msimu wa 2026 2027. Usajili ambao umekuwa kimya sana, hatufahamu nani anakuja, hatufahamu nani mwingine ambaye ataondoka mpaka sasa hivi, lakini tuko hapa kwa ajili ya kukupa update kwenye kila ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii kupitia page ya Simba Sports Club. Atueleze tuone kitu gani ambacho wachezaji gani ambao watatambulishwa kwenye klabu ya Simba ambao watakwenda kutumikia msimu unaofuata. Usiache kutoa maoni yako kwa upande wako, nani ambaye unatamani aje, kwa sababu sasa hivi tunaona ukimya umekuwa mwingi sana kwenye swala zima la usajili, ambapo tunaona Azam FC wao mpaka sasa hivi wameshatambulisha nyota wa kimataifa watatu, ikiwemo Kipre amerejea naye kwa upande wake. Labda na Yanga pia tutaona wachezaji ambao watarejea, hatufahamu kutokana na kila ambacho kinaendelea kwa sasa. Muda umebaki mchache kuelekea kwenye ligi, kwa sababu tarehe 12 tutakwenda kushuhudia mchezo wa Kariakoo Derby ambao ndo utakuwa ni mchezo wa ngao ya jamii wa kufungua ligi ya msimu wa 2026 2027. Naitwa Memorasa Silvester, nyuma ya kamera ni Asha Kabuga. Endelea kufuatilia Ava TV. Usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa jina la Ava TV.